Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo niko na msikilizaji ananitazama YouTube. Mungu, ninaomba utende miujiza kwa kila ufuatiliaji mahali popote alipo. Amen. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Deoresha, niko Tunduma mjini, kanisa la Moravian. Pande wa huduma natumika na NLC Tunduma mjini, lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kuvuka mwaka sasa. Tulikuwa tunaendelea na somo linalosema nuru unaweza ukawa wenye giza, lakini unapopata mtu anakutamkia kuwa nuru, unakuwa nuru. Lakini leo Januari ninatembea na somo linalosema omba nguvu za Mungu zije kukusaidia kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Omba nguvu za Mungu zije kukusaidia kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Sasa unapoona unaomba nguvu, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 7 mstari wa 18, maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Unaelewa, maji kabla hajapata nguvu, Mungu aliyapa nguvu ili asaidie kuelea safina. Safina ni muundo wa merikebu, lakini sasa safina ilikuwa haina injini, ilikuwa haina kama utengenezaji wa kisasa wale, lakini Mungu aliyapa maji nguvu yaifanye kuelea. Bwana asifiwe. So Mungu anaweza kukupa nguvu zitakazosababisha wewe uweze kufanya mambo makubwa. Unapopata hizo nguvu sasa, kuanzia mwaka huu 2026, hizo nguvu zitakufanya uchumi wako uinuke, kwa sababu watu wengi wanapoenda kwa waganga wanatafuta nguvu zitakazovuta uchumi na kuwa na nguvu na mamlaka kufanya kitu chochote wanapokuwa mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji ambao unanitazama sasa. Kwa hiyo kama hautatafuta nguvu, Biblia inasema wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme. Kwenye Zaburi ya 105 mstari wa 5, Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haleluya. So kama utamtafuta Bwana na utamtaka Mungu kwa nguvu zake, hizo nguvu utakazopata sasa ndizo zitakusaidia kumiliki uchumi mwaka 2026. Haleluya. Watu wanatafuta nguvu ili wawe kwenye nafasi fulani. So ukikosa nguvu huwezi kufanya jambo litakalokuwa kubwa kwenye familia yako, lakini utakapopata nguvu utafanya jambo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. So utakapoanza kufanya jambo kubwa watu watajua, na ndio maana Nuhu alipokuwa anatafuta nguvu yake ya kuweza kutengeneza ile nuru, watu walikuwa wanamdharau. Walipozidi kumdharau Nuhu, kilichowakuta kilikuwa kibaya. Mimi ninataka nikuambie tu, hiyo biashara ya mchicha unayofanya, au hiyo biashara ya viatu unayofanya, au hilo duka unalofanya, au hiyo bajaji uliyoinunua, inawezekana ukawa umenunua sawa, lakini kama hauna nguvu haiwezi kuzalisha bajaji nyingine. Kwa kitakachosababisha uzae bajaji nyingine ni nguvu za Mungu zitakazokupa uwezo wa kufanya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8, Biblia inasema hivi: kaeni Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. So nguvu za Roho zikija, angalia, ziliwasaidia wale watu kuongea lugha ya mtu mwingine hata kama hawajajifunza darasani. Nini kilichokuwa kinaopaleti lugha? Kilichokuwa kinaopaleti ni ile nguvu ya Mungu iliyoachiliwa ndani yake, ndiyo iliyokuwa inaachilia nguvu za kufanya jambo jipya kwenye maisha. So ninataka nikuambie jioni ya leo, na hata mchana, hata jioni, saa hii yoyote unayofuatilia hii klipu, kwamba Mungu ataleta matokeo kwenye maisha yao. Cha msingi, tafuta nguvu zitakazowezesha hicho kibanda ulichofungua.
zitakazowezesha hiyo bodaboda ulionunua, zitakazowezesha hiyo kosa ulionayo. Maana nguvu zitakapokuja zitakupa matokeo mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So nguvu zitakazokuwezesha kuleta matokeo. Mimi ninachozungumza ni kweli, ni kuonesha vitu vichache ambavyo vitakusaidia katika maisha yako, vitakusaidia katika maisha yako. Ukipata nguvu unaanza kuongezeka kila eneo la maisha yako. Ukipata nguvu unaanza kuongezeka kila eneo la maisha. Kinachosababisha uongezeke kila eneo ni nguvu ulizopokea. Haleluya. Sasa kama haujapokea nguvu, kwenye ile Samueli wa pili Biblia inasema hivi, naye Samueli wa kwanza, ngoja tuisome hiyo Samueli, nisije nikaisema na usijue ni kitabu gani cha Samueli. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndugu unayenifuatilia kwenye mtandao, tutaangalia sasa, tuone kinachosema. Roho ya Bwana itakujiria kwa nguvu. Roho ya Mungu itakujiria kwa nguvu. So kinachoanza kutenda kazi ni roho. Hata kwenye yale maji kupata nguvu ni roho iliyoachiliwa kwenye yale maji. Bwana asifiwe. Kwa kilichoachiliwa kwenye yale maji ni roho ya Mungu. Ilipoingia iliwezesha yale maji kufanya kitu kikubwa. Kwa hiyo nataka hiyo roho ya Mungu ikujie kufanya kitu kikubwa. Anasema nao utatabiri pamoja nao. Utatabiri pamoja nao. So anazungumza roho iliyomwingia Sauli, akatabiri pamoja na wale watu. Bwana asifiwe. Na alipotabiri, uwezo ulioonekana uliwashangaza. Roho ya Mungu ikujilie. So ninakwenda kuomba na wewe sasa kwa ajili ya roho ya Mungu ya kukuwezesha mwaka huu kufanya mambo makubwa. Nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nasogea mbele zako, naiomba roho yako inijie saa hii. Ile roho iliyomwingia mtumishi wako Samson hata akapiga Wafilisti 30, ninaiomba hiyo roho iniingie na mimi katika jina la Yesu. Naiomba ile roho iliyoshuka siku ya Pentekosti kwa nguvu, watu wakanena kwa lugha mpya. Naiomba hiyo roho, kama wale waliweza kwa zile roho wako walipoingia wakanena kwa lugha mpya, inawezekana kabisa Roho Mtakatifu kaniingia, akili yangu ikafunguka, nikafanya mambo ambayo kuna Watanzania hawajawahi kuyafanya, kuna Waafrika hawajawahi kuyafanya. Ninakusihi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika damu ya Yesu wa Nazareth aliye hai, mahali popote ambapo upo, inawezekana unayo kansa au na kisukari au na HIV au na mgonjwa yuko hospitali au na mgonjwa yuko mahali amekaa na hujawahi ona tiba yoyote, nami ninakwenda kuomba saa hii kwa imani kubwa. Inuka sasa, ninaituma roho ya Mungu mahali popote utakapokuwepo, na nguvu ya Mungu itakwenda kumponya. Hata kama kuna nguvu ya biashara iendi, kuna nguvu ya Mungu inaenda. Mungu, ninatangaza sasa mahali popote alipo mtu huyu ambaye anafuatilia hii klipu na ana mgonjwa au yeye mwenyewe anachinga miaka mingi, hajawahi ule uchingaji wake kumsaidia kupata nguvu za kupata uwezo wa kufanya biashara kubwa. Ninatangaza kwa mamlaka, roho wa Mungu, nenda huyu mtu ambaye amefungua imani yake sahihi, katika jina la Yesu aliye hai. Ninavunja hiyo kazi ya ibilisi, roho ya neema, roho ya kupokea, roho ya kuinuliwa, roho ya kufunguliwa, roho ya upako, katika Kristo Yesu aliye hai. Ninakutabiria upako, ninakutabiria kuinuka, ninakutabiria mafanikio, ninakutabiria ushindi katika Kristo Yesu aliye hai. Nguvu za Mungu zikuhusii, upako uje juu yako. Ninaarika nguvu za Mungu sasa, hiyo roho inapenya uponyaji kwenye tumbo lako, uponyaji wa afya. Pokea neema katika Kristo Yesu aliye hai. Amen. Ulikuwa na mimi mwalimu Basoromayo Resha wa madhabahu NRC. Kwa jina lingine naitwa Deo Resha, jina lingine naitwa Basoromayo Resha.
Ukitaka kunipata kwa namba za simu, unachangia huduma hii 0752203771, 0752203771. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia hii clip. Mungu atakupungukia. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa baraka, utamwona Bwana. Ninakukaribisha katika vipindi mbalimbali ambavyo ninavyo Tunduma NLC, pale Tunduma NLC kwa hapa Tunduma mjini, ambavyo vinakuwepo siku ya Jumanne asubuhi saa 12 live YouTube mpaka yale majira saa 11 kamili mpaka saa 12. Lakini pia tuna kipindi ambacho kinakuwepo kuanzia saa 4 au saa 3 live YouTube mpaka majira ya saa 6. Mungu akubariki sana na Bwana. Amen.